Hadithi: Neema na taa ya tumaini. Katika kijiji kizuri kiitwacho Amani, kulikuwa na desturi moja ya ajabu. Kila familia ilikuwa na taa ya udongo mbele ya nyumba yao. Taa hizo ziliwakilisha matumaini, upendo na mshikamano wa kijiji kizima. Aliyeishi kijijini hapo alikuwa Neema, msichana mdogo mwenye moyo mwema na sauti laini ya kuimba. Alipenda kusaidia mama yake na kuwatia moyo marafiki zake kila walipokata tamaa. Usiku mmoja wa upepo mkali, taa ya Neema ilizimika. Neema alihuzunika sana kwa sababu ilisemekana kuwa taa ikizimika, matumaini ya familia hupungua. Watu wengine walimwambia, "Ni taa tu Neema." Lakini Neema alihisi moyoni mwake kuwa taa hiyo ilikuwa muhimu sana. Neema aliamua kusafiri kwenda mlimani ambako aliishi Babu Mwanga, mzee mwenye hekima aliyesemekana kujua siri ya taa za matumaini. Njiani alikutana na changamoto nyingi: daraja lililovunjika, giza la msitu, uoga wa kupotea. Lakini kila alipohisi hofu, aliimba wimbo wake wa tumaini. Njiani, Neema alikutana na ndege mdogo aliyekuwa amejeruhiwa, mbwa aliyepotea. Neema aliwasaidia wote wawili na kwa shukrani waliamua kuandamana naye katika safari yake. Walipomfikia Babu Mwanga, aliwaambia, "Taa ya kweli haiko kwenye udongo, iko ndani ya moyo wako." Akamfundisha Neema jinsi ya kuwasha taa kwa wema, ujasiri na kusaidia wengine. Neema alirudi kijijini. Alisimama mbele ya nyumba yao, akaimba wimbo wake kwa imani. Ghafla, taa ya udongo ikawaka tena, ikiwaka zaidi kuliko awali. Watu wote wa kijiji walishangaa na kufurahi. Tangu siku hiyo, Neema akawa alama ya tumaini. Kila mtoto alijifunza kuwa mwanga wa kweli unatoka ndani yako. Ujasiri na wema huleta matumaini. Kusaidia wengine hukujenga wewe pia. Na kijiji cha Amani kikaendelea kung'aa milele. Mafunzo kwa watoto: usikate tamaa hata mambo yanapokwenda vibaya. Mwanga wa kweli unatoka ndani yako. Ujasiri na wema huleta matumaini. Kusaidia wengine hukujenga wewe pia.